kimataifa. Sio mashuka, mambo vipi? Wapenda bure. Wapenda bure. Wamna kuingia bure Natuambia wakipata maneno ya kwa kupoteza. Jamii na kitu kurudisha kumbukumbu nyuma. Inabidi waingie kwa mentality nyingine ambao kwamba usema kwamba tunakuwa tuangalie ya leo. Wakisema wafanye kazi zao waliofanya nyuma, yatakapotokea watakuja kukimbia. Wanakuambia mgonjwa kapona, lakini jini lilipotoka ilikuwa ni shida. Ilikuwa maana Yanga pamoja na qualify, lakini mpira jinsi ambavyo mlicheza mlikuwa mnaomba mpira uishi kabisa. Yaani katika maisha huwezi kumwombea Yanga mpira uishi. Yaani haishi mpaka ishi. Na Yanga ukitaka kujua goli moja ni rahisi muulize Yanga. Ila ukitaka kujua goli gumu ni goli moja ni gumu waulize Simba. Sio, nielewa? Yaani goli moja ukitaka kuona gumu waulize Simba. Sisi tunataka ngao ya jamii tumefunga goli moja wameshindwa kurudisha. Yanga kafunga goli moja karudisha katika goli la pili. Kwa ukitaka kuona goli moja ni rahisi waulize Yanga. Ukitaka kuona goli moja ni gumu waulize. Jana ilikuwa kiingilio bure. Leo kiingilio kuanzia shilingi 5,000 kwenda juu. Wewe umekata tiketi ya shilingi ngapi? Nimekata tiketi ya 20,000 VIP. Sio kadi tupu tu ya kwenye mashindano. kadi kwa wapi? Wanasema kwamba Yanga ili wajaze uwanja lazima waingie bure. Na kuna mmoja shabiki wa Simba akapeleka kidongo. Wanaingiaga bure ni siku ya free kwenye klabu mbalimbali za Tanzania. Inakuwaje Yanga tunaingia bure kwa sababu ni wastaarabu wa kwenda uwanjani. Ila Simba ukitaka kuwekea bure watakuja kuondoka na TV. Ukiangalia kwa kama vingilio tu wanang'oa vitu. Ukiwapa bure watafanya wataondoka na TV ya uwanjani. Utapata hasara serikali. Baada ya mchezo kuisha na furaha yenu, mzee wa mashairi wa Yanga akawa anaimba shairi la kumwomba GSM apike ubwabwa kwa maana ya pilau. Hili unaizungumziaje na? Sasa wewe sio nikasema kwamba ni muombe GSM apike pilau kwa sababu mimi nimekuja amenipa surprise ya kuja kuangalia Yanga ili ukomboe kwa hatua ya makundi. Sasa unapoomba tena unafikiwa na ubwabwa. Kwa hiyo GSM